lezeka zinazohusiana na fedha, biashara, uwekezaji na kadhalika. Leo tunaye kabisa mkuu wa uwekezaji kabisa, kituo cha uwekezaji. Sasa Bwana Gilead, unajua nimeambiwa mara nyingi sana kwamba sisi changamoto tulionayo wengi ni ule ujasiri wa kustep up tunapoona fursa ile pale. Huwa tunakuwa kama tuna second guess, wakati wenzetu wanaenda moja kwa moja, anaenda kufaidi kabisa kwamba bwana sikiliza, mimi hapa ni mwekezaji, nahitaji concessions kidogo, nahitaji kidogo punguzo kwenye kwenye nini, kwenye kodi mbalimbali na kadhalika. Sisi kinachotushinda sisi ni nini kama Tanzania na ku step up fursa inapokuja? Swali zuri, lakini nitaomba kutofautiana kidogo kwenye upande mmoja. Watanzania ni watu wajasiri sana, sana, na ukitazama kwenye maeneo mengi Watanzania wamekuwa tayari ku venture out. Lakini kumekuwa na changamoto mbili. Changamoto ya kwanza imekuwa ni upatikanaji wa taarifa, wa namna gani ambavyo wanaweza kufanya. Kwa mfano sisi tuna kituo hiki cha pamoja ambacho unaweza ukapata taarifa bure. Si watu wengi watakuwa wadadisi wa kwenda kuuliza kitu kinafanyikaje. Wageni wanakuja, wageni wengi wakifika Tanzania, sehemu ya kwanza wanaokuja kuuliza ni kituo cha uwekezaji, sababu wanajua taarifa ni bure. Udadisi ndio kuja ujasiri hapo. Ujasiri sasa, wakipata taarifa wa Tanzania ni wajasiri. Kwa hiyo inawezekana si wadadisi, lakini ni wajasiri watakapopata. Sasa kwa hiyo inakuwa jukumu letu sisi kama umma, kama serikali, kuhakikisha taarifa hizi zinawafikia kwa nguvu, na tunafurahi pia tunapopata ushirika kutoka kwa wanahabari kama ninyi ambao mnaweza mkawafikishia taarifa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, namna kubwa ambayo inafanya watu wapate ujasiri wa uwekezaji duniani ni msaada wanaopata kutoka kwenye serikali yao. Hiyo ni lazima, hatuwezi kukwepa, lazima tuwawezeshe watu wetu, tuwasukume waweze kwenda. Na tumeanza na uwezesho huu ambao sasa hivi tunao wa taarifa, wakatafutia ardhi, wakatafutia wabia, na tunaona sasa kwa kiwango kidogo ambacho tunakifanya mwitikio wa Tanzania ni mkubwa. Kwa tunaamini kwamba kadri tukavozidi kuongeza uwezesho, tutakapozidi kuongeza msukumo, sekta binafsi na yenyewe itapata ujasiri. Na kama tumeona siku za karibuni viongozi wetu wamekuwa kisisitiza sana namna ya kuwasaidia Watanzania pia kutoka katika nchi za jirani. Mashirika ya umma tumesisitizwa kuangalia namna gani tunaweza tukaenda kwenye nchi za jirani zinazotuzunguka, lakini pia tumemsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu jana pia akizungumza na kuwashawishi taasisi ikiwemo ya Jakaya Kikwete Cardiac Institute kwenda kutoa hizi huduma katika nchi za jirani. Kwa hiyo msukumo huo unapoanza kuuona unatoka sasa serikalini na kwenye taasisi, na tutakapoweka sasa programu za kuwawezesha watu kutoka, tutaona msukumo mkubwa. Na mimi ninaamini kabisa kwamba Watanzania walioko pale Mbeya sio waoga kwenda kufanya biashara Zambia na Malawi, au Watanzania walioko pale Arusha kwenda kupambana na Nairobi ni jambo la kawaida kabisa ambalo wanaliweza, au walioko Mwanza kwenda kupambana katika nchi za jirani kibiashara ni jambo ambalo wanalimudu na wamekuwa wakilifanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa kuwaongezea kasi. Hawa ambao tunawaona hapa nchini wanakuja na tunapata wageni malalamiko kuhusu wao, ni kwa sababu ya huo uwezesho ambao wao wamepewa. Yeye anatoka kwenye nchi yake, anakuja kufanya uwekezaji huku, kule anapewa mfano mashine, anapewa mkopo kwa 2%, kwa 3%, kwa 6%. Sasa akija kupambana na mikopo yetu hapa kwa ambao mimi na wewe tunalipa kwa 16%, nguvu ya kibiashara inakuwa iko ndogo. Kwa hiyo hapo ndio ambako niseme kwa Kiingereza ni homework sasa yetu sisi kama viongozi wa taasisi wezeshi za kiwekezaji, kuja sasa na ubunifu wa kuwasaidia sasa Watanzania na kuwapa nguvu ya kwenda kuwekeza nje. Na mipango tunayo, Mungu akitujalia uhai na nafasi, tutazidi kuisukuma ili Watanzania na wenyewe wapate ujasiri sasa wa kwenda kupambana na kuchukua hizi fursa ndani ya nchi, lakini pia katika nchi jirani. Jamani, uthubutu tunao sasa hivi, tuanze kupata taarifa, tusio wavivu wa kutafuta hizo taarifa. Tunaye hapa kabisa Gilead, yeye ni mkurugenzi mtendaji TIC, kituo cha uwekezaji. Wewe hapo sasa, muda si mrefu of course tutatoa pia wanapatikana vipi, utumeshajua mikoa ambao wanapatikana, ni wewe tu ku step up sasa. Usiseme tu unasubiri waje nyumbani kwako kugongee hodi, utakuwa umefeli. Hii ndio tunauliza asubuhi ya leo. Wishing you a beautiful morning. Muhenga hii song inafuata. Very much.